Wangu Waislamu, wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi'ala. Na tufahamu ya kwamba ikiwa vazi basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumuasi Mola wake. Ikhwata al-Islami wal-Iman, ahbaba Rasulillah, inna mawdu'a khutbatina al-yawm kama wa'adtukum qabla shahr أو ما يقارب ذلك. عنوانها يقول إسلام جنوب أفريقيا. Anwani ya khutba yetu ya leo, kama ambavyo nilivyopata kuahidi takriban mwezi mmoja uliopita, leo hii tutazungumzia Uislamu wa South Africa, Afrika ya Kusini. Hii ni kawaida yetu ndugu zangu, nanyi ni mashahidi. Kila tunapotoka kuelekea katika msafara miongoni mwa misafara ya kidawa popote pale, basi tunaona ni vema kuja kuwaeleza mazuri yatokanayo huko ili tuweze kuiga. Hatuna desturi ya kutaja mapungufu ya tunakotoka, bali tunapenda kueleza mazuri kwa sababu hakuna aliyekamilika. Isitoshe, Uislamu pia hauruhusu Muislamu kutaja aibu za Muislamu mwenzake. إخوة الإسلام والإيمان، هذه المرة سأعيش معكم في آخر بلدان أفريقيا. إنها أفريقيا الأخيرة التي ليس بينها وبين أوروبا إلا بحر. سفره مرهي تتعيش ناني na nchi ya mwisho kabisa katika ramani za Afrika. Binafsi napenda kuiita Afrika ya mwisho ni last Africa na sio South Africa. Ni nchi ambayo hakuna baina yake na baina ya Europe isipokuwa ni bahari tu. Ukienda katika mji wa Cape Town, ambapo sisi hatukujaliwa kufika kutokana na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tumeahidi mwakani tutarudi tena kutimiza walau kupooza vilio na masikitiko ya Waislamu wa Cape Town biidhnil Maula jalla fi'ala. كنا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبقيان. Bahari mbili zinakutana huko ndani ya mji wa Cape Town, ambapo ukisimama upande wa Cape Town usiku utaona taa za Ulaya zikiwaka upande wa pili. Ni Afrika ya mwisho ndugu yangu. Ikhwata al-Islami wal-Iman, laqad kunna fi janubi Afriqiya من 21 شهر 3 إلى 13 شهر 4 في هذا العام. Msafara wetu ulianza tarehe 21 mwezi wa 3 Machi mwaka huu 2016 hadi tarehe 13 mwezi wa 4 April mwaka huu
2016. Kwa nini basi tumeenda katika nchi ambayo imeendelea nambari 1 katika Afrika yetu hii? Hakuna nchi yenye uwezo wa kufanana na ile nchi kwa maendeleo, kwa kila kitu. Ndugu zangu, hatukwenda kwa hili wala lile, inma dhahabna imtithalan wastijabatan liqawli alhabib almustafa sallallahu alayhi wasallam. Tumekwenda kutekeleza, kutimiza amri na kuitika wito wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale alipotuambia katika hadithi aliyoipokea al-Imam al-Bukhari kwa nambari 3461, hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadithi ambayo ni maarufu sana kwa waislamu wote: ballighu anni walau aya, nifikishieni japo aya moja. Wahadithu an bani Israila wala haraj, na wahadithieni umma wangu akhbari mbalimbali za wana wa Israil, na hakuna makosa katika kufanya hilo. Waman kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, na yoyote yule atakayenisingizia mimi jambo lolote lile la uongo, basi ajue ya kuwa huyo ana sehemu maalum, ana kikazi maalum katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah. ولأننا اخترنا هذه الوظيفة وظيفة الأنبياء والمرسلين ألا وهي الدعوة إلى الله جل في علاه. نكوكوا سيسي tumechagua kazi hii adhimu kabisa, wadhifa huu mkubwa kabisa, wadhifa wa manabii na mitume, nayo ni kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah alivyosema katika sura ya 3 Ali Imran aya nambari 104: waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Na liwepo kundi katika nyinyi kazi yake kubwa liwe linawaita watu katika khairi na kuwaamrisha watu katika mema mbalimbali na kuwakataza watu katika maovu mbalimbali. Kwa kufanya hivyo, hilo kundi litakuwa miongoni mwa yale makundi yatakayofaulu mbele ya Allah jalla fi ula. Na katika sura Fussilat aya nambari 33 Allah anaeleza msemaji bora yoyote yule katika watu wenye kutoa sauti zao, atoe sauti yake kwa kelele za siasa, atoe sauti yake kwa kelele za mpira, atoe sauti yake kwa kelele za muziki, kwa namna yoyote ile, sauti iliyo bora, wito ulio bora, maneno yaliyo bora. 33 sura Fussilat Allah anasema: waman ahsanu qawlan mimman دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. nani mwenye maneno mazuri, mwenye kauli nzuri, mwenye wito mzuri kuliko yule anayewaita watu kwa Allah naye akatenda mema, na wakati huo akasema hakika yangu mimi ni miongoni mwa Waislamu. Ikhwata al-Islam wal iman, bidayatu ar-rihla, kuanza kwa msafara wetu. Badaat rihlatuna ila janubi Afrika bid'wa min al-ikhwa fi hunak min muassasati Taqwa fi Johannesburg. Wito tuliupokea muda mrefu sana kutoka kwa ndugu zetu wenye taasisi At-Taqwa yenye makao makuu yake ndani ya jiji la Johannesburg, taasisi inayomilikiwa na wana wa East Africa. Pamoja na kwamba wito wao ulikuja siku nyingi sana kwetu, hatukujaliwa kuitika kwa siku hizo, lakini Allah alituwezesha kuitika tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2016 mwaka huu, ambapo iliendelea mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka huu 2016. Lama wasalna ila matar
Johannesburg. Tulipofika katika airport ya Johannesburg, laqad ra'ayna iqbalan jayidan, hakika tuliona mapokezi mazuri na makubwa kabisa. Wake kwa waume, watoto wadogo kwa wakubwa, walikaa zaidi ya masaa matatu pindi walipopata taarifa ya ujio wetu kwamba tutafika mapema mno. Kumbe haikuwa hivyo, sisi tulichelewa, ilibidi hata mchana wapate kula pale pale airport kutusubiri. Tulipofika ndugu zangu tarehe 21 majira ya jioni ya magharibi, tukapokelewa na wenzetu na msafara. Msururu wa magari ulitoka hapo mpaka kuelekea katika maeneo ambayo wamepanga ndugu zetu kufikia. Wa fil yawmi thani, siku ya pili ndipo mihadhara ilipoanza. Kanat awwalu muhadhara fi qa'a Belleville Park fi Johannesburg. Muhadhara wetu wa kwanza tarehe 22 mwezi wa Machi mwaka huu 2016. Muhadhara wa kwanza ulianza ndani ya jiji la Johannesburg, ndani ya ukumbi unaoitwa kwa jina la Belleville Park, na kuonyesha kwamba ile nchi inafanana mno na Ulaya. Mihadhara mingi tulikuwa tunafanya kwenye maukumbi na sio misikitini, na ndivyo style ya Ulaya ilivyo. Kanat awwalu muhadhara وكان عنوان المحاضرة الآية التي أبكت إبليس اللعين, ambapo Allah alituwafikisha muhadhara wa kwanza tulioutoa ndani ya ukumbi wa Belleville Park ndani ya jiji la Johannesburg, ikiwa ni muhadhara wetu wa kwanza. Anwani ya muhadhara wetu tulizungumzia aya iliyomliza Iblis al-la'in, Allah amshushie laana kutoka mbingu ya saba. وفي اليوم الثاني, siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka huu 2016, كانت المحاضرة في مسجد حماية الإسلام في وسط جوهانسبرغ في شارع ناجت. Siku ya pili muhadhara ukawa hapo hapo jijini Johannesburg tarehe 23 ndani ya msikiti unaojulikana kwa jina la Masjidu Himayatil Islam, mtaa wa Nugget. وكان عنوان المحاضرة أكثر ما يدخل الناس النار. Anwani ya muhadhara wetu ulikuwa kitu ambacho kitawapeleka watu motoni sana kuliko vitu vyote. Na muhadhara huu tuliuchagua maksudi kabisa kwa sababu mtaa wa Nugget ni mtaa maarufu sana kwa kujiuza wanawake hadi wanaume mashoga. Ikabidi tuwahofishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo mawili makuu ambayo watapeleka watu motoni sana kuliko mambo yote. Wa fil yawmi thalith, na siku ya tatu tarehe 24 Machi, kanat almuhadaratu fi qa'ati Recreation Bertram Johannesburg. Siku ya tatu muhadhara wetu uliendelea tena katika ukumbi, tumehama tena katika msikiti katika eneo linaloitwa Recreation, maeneo ya Bertram ndani ya Johannesburg. Wakana anwanu almuhadhara an at-talaq, na muhadhara ambao Allah alitujalia kutoa siku hiyo ya tatu tulizungumzia ubaya wa mwanamke kuomba talaka, kwa sababu muhadhara ulikuwa ni muhadhara wa wanawake peke yao. Ikhwata al-Islam wal iman, أحباب رسول الله. وفي اليوم الرابع, نسيكو ينه 25 مارشي يوم الجمعة, سيكو يا جماعة كما يليو, كانت الخطبة في حي مايفيا في مسجد إمام الشافعي. وكان عنوان الخطبة الإسلام حكم على امرأة بدخول جهنم من أجل هرة. سيكو يا جماعة maeneo ya Maifea, khutba tulitoa katika msikiti wa Imamu Shafi'i, na anwani ya khutba yetu ilikuwa ikisema Uislamu ulimhukumu mwanamke mmoja katika jela ya Jahannam milele kwa sababu ya kutoa roho ya paka.
Humo ndani tulizungumzia sana masala ya ubaya wa kumwaga damu, kwa sababu wenzetu pamoja na nchi yao ni nzuri, ina sifa nyingi nzuri, maendeleo mengi, ambapo katika Afrika hii ni nambari moja. Hata baadhi za nchi ya Ulaya haiwezi kuifikia kwa maendeleo nchi ya South Africa, lakini bastola iko nje. Kwa hivyo tukaona tuwakhofishe kutokana na Allah juu ya umwagaji wa damu, na ndivyo dai anavyotakiwa kuwa siku zote. Inna da'iyata katabibi yasifu dawaa lilmaridhi ala qadri dai. Dai anatakiwa kuwa kama daktari, hutoa vidonge na dozi kwa mgonjwa kadri ya ugonjwa ulivyo. Ukimpa mgonjwa wa malaria ambaye wadudu wamefikia 200 unampachika na dozi ya typhoid, wewe si daktari, wewe ni feki, na unaweza ukaua na usimsaidie. Lazima vidonge viendane na ugonjwa ulivyo. Wa fil yawm al-khamis, siku ya 6 tarehe 26 mwezi wa 3, intaqalna ila madinati Rustenburg. Siku ya 6, siku ya 5, 26 Machi, tulihamia katika mji mmoja unaoitwa Rustenburg. Ni masafa zaidi ya kilomita 100 kutoka pale Johannesburg na kuelekea katika mji wa Rustenburg. وكانت المحاضرة في مسجد الهدى بعنوان هذا هو الفرق الذي بيننا وبينهم. na anwani ya muhadhara wetu ulikuwa hii ndio tofauti iliyopo baina yetu na baina yao. Wa fil yawm as-sadis, na siku ya 6 27 Machi, kunna fi nafsi al-masjid, masjid al-huda, wa fi nafsi al-madinati, madinati Rustenburg. وكانت المحاضرة عن طريق أسئلة وأجوبة. na muhadhara wetu siku ya pili ndani ya Rustenburg, ndani ya msikiti wa Masjid al-Huda, siku ya pili, anwani ya muhadhara ilikuwa ni maswali na majibu. Ikhwata al-Islam wal-Iman, ahbaba Rasulillah. Wa fil yawm as-sabi', siku ya 7 tarehe 28 mwezi wa Machi, safarna ila madinati East London. Tulitoka hapo Rustenburg kuelekea katika mji wa East London, ambapo misafara yote tulikuwa tukisafiri kwa ndege kasoro maeneo machache kwa gari. Na hii ni kutokana na ukubwa wa nchi hiyo, kutoka eneo kwenda eneo lingine kilomita 600, kwa gari mnakesha masaa 12. Wakaona mashekhe wasichoke, basi na wapande ndege. Na alhamdulillah hata bei ya ndege kwao ni chipu sana. $50 unaweza kusafiri da mpaka Mwanza. $50, 100,000 kwenda na kurudi bila ya wasiwasi wowote. Ikawa siku ya 7 28 Machi tukahamia katika mji wa East London. Majina yenyewe yanafanana na kizungu. Haithu alqaina fiha 3 muhadara. East London Allah alituwafikisha kutoa mihadhara 3. Muhadhara kwanza kabisa tuliutoa ndani ya Masjid al-Muttaqin ndani ya mji wa East London. Na muhadhara wa pili ni msikiti huo majira ya mchana, tulitoa muhadhara kwa kina mama, ikiwa tarehe 29 mwezi wa 3, yenye anwani mambo 4 mwanamke akiyafanya ataingia peponi bila ya hisabu. Na muhadhara wa 3 siku hiyo tarehe hiyo 29 Machi ndani ya msikiti huo Masjidu al-Muttaqin, na anwani ya muhadhara wetu ulikuwa ukisema kitu gani basi Allah anachokitaka kwa mja wake. Sitaki kuingia in deep juu ya mihadhara hiyo kwa kuwa makameraman wetu wako makini na walikuwa pamoja nasi, basi naamini mihadhara hiyo tayari imekwisha anza kutoka. وفي نفس اليوم انتقلنا. وفي اليوم التاسع، siku ya 9 tarehe 30 Machi, dhahabna ila madinati Queenstown. Tumetoka East London tunaelekea mji wa Queen.
Queenstown, ambapo masafa iliyopo baina ya East London na Queenstown ni kilomita 185 kwenda na kilomita 185 kurudi. Tulikata masafa hayo, tuliingia adhana ya magharibi, na magharibu ile ile tukawa tunatakiwa kutoa muhadhara, na safari hii tukawa tumeenda kwa usafiri wa gari, yani kama Dar es Salaam Morogoro. Lakini kutokana na barabara za wenzetu hakuna foleni, kwamba kilomita 185 unaweza kufika kwa takriban kwa risali moja au chini ya risali moja. وكانت المحاضرة في كوينستان باللغة العربية بعنوان كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ابن أثال الذي أراد أن يقتله. محاضرة wetu ukawa katika lugha ya Kiarabu. Kuna maeneo ndugu zangu tunafika, Waislamu waliopo pale wote hawajui Kiswahili, na sisi Kiingereza chetu cha Tanzania cha kuombea maji huwezi kutolea mawaidha, ni cha kuongea na mtu mkaweza kuelewana. Ikawa sasa tunatumia lugha ya kimataifa nambari 1 duniani, lugha ya Kiarabu, tukawa tunawaacha katika mataa. Maana ukiwa na Kiarabu lazima utambe kuliko lugha zote duniani, hasa ukiwa Muislamu na ukiwa shekhe. Bora ukose kila lugha, usikose lugha ya Bwana Mtume Muhammad. Ndani ya msikiti huu waliojaa ndugu zetu wa Hindi, anwani ya khutba yetu ilikuwa namna gani Mtume Muhammad alivyoishi na yule mtu aliyekamatwa ndani ya mji wa Madina akishikilia upanga wake mkononi akitangaza kukata kichwa cha Mtume Muhammad. Alipotiwa mbaroni na kamanda mkuu wa Mtume Muhammad, jemedali nambari 1, waziri wa ulinzi, kidume wa vidume, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ardah. Huyu bwana anaitwa Thamamatu ibn Athal. Alimwambia, wapi waelekea? Wewe ni mkazi wa Makka, umefuata nini Madina? Nikitazama macho yako ni shari tupu, panga umekamata mkononi, nini unataka wewe Thamama? Thamama hakuhofia, hakuwa na mashaka, akasema kwa kinywa kipana, jitu liaqtula Muhammadan, nimekuja kumuua Muhammad. Anasema maneno hayo mbele ya waziri wa ulinzi, mbele ya IGP wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kipi kilichotokea? Yapi yaliyojiri ndugu yangu Muislam? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Famadha hadatha wa madha jara, ni kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri? Kilichotokea ni Sayyiduna Umar ibn al-Khattab kumpiga pingu na kumkamata na kumfunga ndani ya nguzo miongoni mwa nguzo za msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hatimaye baada ya Mtume kumaliza kailula yake, baada salat قبيل العصر كريبيان العصيري kuja kuswali na kuswalisha salatul asri na kumkuta bwana yule akifungwa ndani ya msikiti wake. Habari hizi tulizitoa kwa lugha ya Kiarabu ndani ya mji wa Queenstown na ikawa ikitafsiriwa kwa lugha yao. إخوة الإسلام والإيمان، لما انتهت المحاضرة بعد العشاء مباشرة رجعنا نفس الليلة إلى إيست لندن. tulipomaliza muhadharatu usiku ule tuligeuza tena kukata masafa kilomita 185 kutoka Queenstown kurudi tena katika mji wa East London, ambapo tarehe 30 siku iliyofuata, tarehe 31 siku iliyofuata mwezi wa 3, insarafna min madinati East London ila madinati Durban. Tulitoka sasa katika mji wa East London kuelekea katika mji wa Durban, haithu almasafa bainahuma 600 kilometer.
kutoka East London kuelekea Durban, masafa yaliyopo baina yake ni Dar es Salaam Arusha, kilomita 600. ولما وصلنا إلى دابن كانت أول محاضرة في مسجد في الدور 13 وقد غاب عني اسم المسجد. katika mji wa Durban ni mji pekee katika miji tuliozungukia kidawa ambao ulitufurahisha mno kutokana na ikbali na mwitiko mkubwa kabisa wa da'wa. Muhadhara wa kwanza tuliutoa ndani ya msikiti ambao jina lake kwa kweli sikuweza kuhifadhi mpaka sasa, msikiti uliopo takriban ghorofa ya 13 ndani ya jiji la Durban. Wakana anwanu almuhadara wasiyatullah liuli alazm alkhamsa, na anwani ya muhadhara ambao tuliwapa ndugu zetu hao ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake watano, ulul azmi alkhamsa, mitume watano wakubwa waliopata misukosuko na mitihani, waliofanya kazi ya ziada sana. Ndugu zangu, kama ambavyo nilivyokuambieni hapo awali, inna ad-da'iyata kat-tabibi yasifu ad-dawa'a lil-marid ala qadri ad-da', kadhalika inna ad-da'iya kat-tabibi yafhasu al-marada kat-tabibi. Kama ilivyo dai anatakiwa awe kama daktari anayetoa dawa kwa mgonjwa kwa kadri ya ugonjwa ulivyo, na kama alivyo daktari hawezi kutoa dawa mpaka apime ugonjwa gani aliyokuwa nao mgonjwa, dai pia unapokwenda popote pale fanya walau research ndogo ujue kwamba kuna ugonjwa gani katika jiji lile. Unaweza ukaongea masala ya funga, swala, alhamdulillah watu wa pale ni sala 5 hawasumbuliwi na hilo, wanasumbuliwa na lingine. Walidhalika mnaweza mkaona baadhi za mada tunapotoka nje ya nchi yetu au nje ya Dar es Salaam, mada hizo tunazirudia, haina maana tumefilisika. Qur'ani ni kubwa, bado ipo, ahadithi za bwana mtume Muhammad bado zipo, lakini ni kwamba hali halisi eneo lile inabidi ujumbe ule uwafikie tena kwa mara nyingine. Anwani tukazungumzia wasia wa Allah kwa mitume watano wakubwa kabisa. Wa fil yawmi al-11, siku ya 11 ndugu zangu, ambapo tarehe 1 Aprili mwaka 2016 في نفس المدينة، مدينة الداعية العالمي الكبير المرحوم الشيخ أحمد بن حسين ديدات رحمه الله تعالى. siku ya pili pia tukawa katika mji, mimi binafsi nilisahau, nilighafilika kama Durban ndio mji wa dai mkubwa nambari 1 katika wakati wake wa kiulimwengu, Sheikh Ahmad Hussein Didat, ambaye moja ya matunda yake ni Zakir Naik. Alifanya kazi kubwa sana, aliwahi kufanya debate na papa katika mapapa wa miaka ile wa dunia nzima wa wenzetu, na hatimaye akawa amemwangusha na akatangaza, dau ukinishinda mimi nitaingia katika dini yako. Mwenyezi Mungu amrahama, amlaze pahala pema peponi yeye na wanawazuoni wote wa Kiislamu waliotangulia mbele ya haki, na madai waliobaki Allah tubakishie na awape siha na afya njema na umri mrefu wenye khair na baraka ili waendelee kumtumikia. Ndugu zangu, katika siku ya pili ndani ya Durban ikiwa tarehe 1 April, kanat almuhadara fi qa'a ismuha Cathedral Draw. Muhadhara ulikuwa katika ukumbi ambapo ni ukumbi mkubwa kabisa na ulijaa mwanzo mwisho ndani ya jiji la Durban, ukumbi maarufu kwa jina la Cathedral Draw. Taban mimi nilinukua haraka, inawezekana kama kuna vitu nimekosea, lakini sio malengo. Muhadhara wetu kawa ndani ya mji huo, na nilipogundua ndo mji wa Sheikh Didat nikasema ama kweli
huu ndo mji wa dai mkubwa kuliko madai wote, na nikathubutu kwamba waislamu wa eneo lile toka tumeingia katika nchi yetu South Africa, mashaallah waislamu walikuwa wakiitika maeneo mbalimbali, hawajafikia kwenu nyinyi waislamu wa Durban. كانت المحاضرة بعنوان أكثر ما يدخل الناس الجنة. Na anwani ya muhadhara wetu tulizungumzia kitu ambacho kitawapeleka watu peponi kuliko vitu vyote kwa wingi kabisa. وكان الحضور كبير جدا حتى امتلأت القاعة فقلت في نفسي حقا أنك مدينة ديدات. na ukumbi ulijaa kabisa mpaka nikasema ama kweli huu ndio mji wa Sheikh Ahmad Didat. Leo sitaki kumzungumzia Didat, tulifanikiwa kuzuru nyumba yake, tulifanikiwa kuzuru maktaba yake, tulifanikiwa kuzuru senta yake, tulifanikiwa kuzuru mpaka kaburi lake kwa malengo ya kumuombea. Hayo nitawaambia Ijumaa ijayo Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia mimi na wewe. Wa fil yawmi thani 10 siku ya 14 tokea tuanze mihadhara yetu tarehe 2 April safarna ila asimati Pretoria, tukarudi tena kutoka Durban mpaka katika mji mkuu wa Pretoria. wakana يوم الجمعة na ikawa siku ya Ijumaa, حيث ألقينا الخطبة في مسجد إمام البخاري بعنوان عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخطئين في حقه وكانت باللغة العربية. Tuliporudi katika mji wa Pretoria ikawa siku ya Ijumaa tarehe 2 April, tukatoa khutba katika msikiti wa Masjid Imam al-Bukhari, na anwani ya khutba yetu tulizungumzia jinsi gani bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiwasamehe wale waliokuwa kimkosea mara kwa mara. Na khutba yetu hiyo ikawa katika lugha ya Kiarabu kwa sababu tuliambiwa hapa Pretoria ndo wanaswali mabalozi mbalimbali kutoka nchi mbalimbali za Kiislamu na za Kiarabu, inabidi uongee katika lugha ya Kiarabu kwa sababu ndio taratibu za msikiti wao. وفي نفس اليوم كانت المحاضرة في مسجد, na siku ile baada kumaliza khutba ya Ijumaa tukaelekea katika msikiti mmoja ambao imamu wake ni Mtanzania mwenzetu, mtu wa Pemba. Na hatukuwa na anwani mpaka tunafika pale msikitini, lakini anwani imepatikana baada ya mtu mmoja katika kabila ya Wazulu kusilimu. Kwa hiyo ikawa mbele yangu na tukio la kusilimu mtu, ikabidi pale kwa pale Allah akatuwafikisha anwani ya khutba isemayo, anwani ya muhadhara isemayo thamani ya Uislamu. Hiyo ilikuwa ni tarehe 2 mwezi wa April. وفي اليوم الثالث عشر siku ya 13 tarehe 3 mwezi wa 4 كانت المحاضرة في نفس العاصمة بريتوريا في مسجد عثمان بن عفان الذي كان أصله كنيسة كبيرة ضخمة للوزراء والأمراء والكبراء. siku hiyo ya 13 tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka huu 2016 tukawa hapo Pretoria katika msikiti ambao ni mkubwa mno. Na moja ya maajabu nitakayowaeleza Ijumaa ijayo, lakini wacha kidogo nikugusie misikiti ya wenzetu ndugu zangu, kama sio sisi ukipata siku ya mita 200 kwa 200 tumetosheka. Misikiti ya wenzetu, msikiti, madrasa, shule, nyumba ya imamu, mall, sijui kitu gani, kila kitu full inaendesha, vinajiendesha wenyewe na vinaendeshwa kisomi. Katika msikiti wa Uthman ibn Affan, msikiti ambao asili yake ulikuwa ni kanisa kubwa kabisa katika mji wa Pretoria. Kwa bahati mbaya ni kanisa ambayo ndani yake walikuwa wakiingia kutekeleza ibada yao mawaziri mbalimbali, viongozi mbalimbali na wakubwa mbalimbali, jambo ambalo liliumiza vichwa sana kusikia kanisa lile kuuzwa na kubadilishwa kuwa msikiti, na msikiti ukapewa jina la Uthman ibn Affan. Ikabidi muhadhara wetu badilike pale kwa pale, anwani ijijenge iseme ya kuwa sahaba Uthman ibn Affan mwenye historia ya kujenga misikiti. Yeye ndio sahaba wa kwanza aliyepanua msikiti wa bwana mtume Muhammad.
lakini nikawaambia Waislamu wa Pretoria, na yeye leo ndio alionunua kanisa hili na hatimaye likabadilishwa kwa jina lake. Kwa tukamzungumzia Uthman ibn Affan katika lugha ya Kiarabu. وفي اليوم الرابع عشر siku 14 رجعنا إلى جوهانسبرغ لنكمل الجولة. Siku ya 14 ndugu zangu, tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka huu 2016 tulirudi tena Johannesburg ili kukamilisha sasa jaula yetu, bimaana mizunguko yetu, na tukawa siku ile Jumapili tuna mihadhara miwili. Muhadhara wa kwanza katika msikiti wa Sheikh Mwinyi, Mtanzania huyo, Mtanga, na anwani ya muhadhara wetu tulizungumzia inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, hakika ya Allah ni mzuri, hapokei isipokuwa kilichokuwa kizuri. Na nikwambieni ukweli ndugu zangu, japo sipendi mimi kutaja aibu na kasoro za Waislamu, popote niendapo, yoyote nitakayeona katika mapungufu na yafumbia macho, siwezi kuja kueleza. Lakini hii naisema kwa sababu mchukue tahadhari. Kwenda South Africa kutafuta maisha kwa vijana wetu si dili, bali ni kuharibikiwa. Vijana wengi kule wameharibika isipokuwa wachache. Kwa hivyo anwani ya muhadhara tulitumia hikma ya hali ya juu kuongea